Ni siku ya Jumamosi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, tukiwa katika oktava ya Pasaka. Masomo yetu, somo la kwanza tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 4 aya ya 13 hadi ya 21, na injili inatoka kwa mwinjili Marko, sura ya 16 aya ya 9 hadi ya 15. Matendo ya Mitume ni mwendelezo wa kile ambacho mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani Petro na Yohane, walikitenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, kwamba walipokuwa wanakwenda hekaluni kwenda kusali, walimkuta kiwete ambaye alikuwa anakaa katika lango la hekalu akiomba sadaka. Wakamponya kwa jina la Yesu. Yule kiwete akaingia hekaluni akimtukuza Mwenyezi Mungu. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo, ambao walimjua kwamba huyu ni kiwete, kwamba ameponywa na hawa mitume, ikaonekana kwamba huyu Kristo ambaye wao walikuwa wamemuua, nguvu zake zinafanya kazi vile vile kwa mitume hawa alikuwa amewaacha. Ikawauma sana. Walidhani kwamba wakimuua Kristo maana yake kwamba habari yao imeishia hapo. Kumbe kumuua Kristo akawa anaishi zaidi na zaidi ndani ya mioyo ya watu, na wale waliokuwa wanamwamini wakaendelea kufanya mambo ambayo ni makubwa zaidi. Watu wakazidi kuwadharau hawa viongozi, kwamba mmekaa tu mnasubiri sadaka, lakini hamshughuliki na mioyo ya watu na matatizo ya watu. Kwa hiyo tunajifunza kitu kikubwa sana katika safari ya Ukristo wetu. Kristo akiwa ndani mwangu, yaani kitu kinachodhihirisha kwamba Kristo anaishi ndani mwangu, ni mimi kujishughulisha na matatizo ya watu na mahangaiko ya watu. Nisije nikamwona mtu ambaye yuko hapo chini, ana mateso, ni mgonjwa, hajiwezi, nikapita kimya kimya. Ni dhambi mbaya sana. Angalia, dhambi hii inawatesa sana hawa ndugu zetu ambao walikuwa ni Wayahudi, wale ambao Kristo hakuwa ndani mwao. Inawafanya wajisikie wivu. Basi wamekaa katika kikao, wakajua kwamba Petro na Yohana ni watu ambao hawakuwa na elimu. Hivyo kama si watu wasiokuwa na elimu, inakuwaje wanafanya mambo kama haya? Wakakaa kikao ili kuwazuia wasiendelee kuhubiri habari za Yesu Kristo, wasiendelee kutenda miujiza. Wakawaamuru watoke katika baraza ili waweze kuwajadili. Wakawarudisha ndani, wakawaambia, kuanzia leo msihubiri katika jina la huyu Yesu Kristo. Petro na Yohana wakajibu wakasema, sikilizeni, hebu hukumuni ninyi wenyewe. Je, ni bora kumsikiliza mwanadamu badala ya kuweza kumsikiliza Mwenyezi Mungu? Wakasema, mambo tuliyoyaona na kuweza kuyasikia kamwe hatuwezi kuacha kuyazungumza. Moyo wa ujasiri. Nao wakazidi kuwatisha tena, lakini wakawafungua, wakawaacha waende zao. Moyo wa Petro na Yohana katika kuweza kumshuhudia Kristo ulikuwa ni wa kipekee sana, na Kristo alifanya kazi ndani mwao, ingawa walikuwa hawana maarifa makubwa. Katika nguvu za Kristo kuweza kufanya mambo makubwa ndani mwetu, haangalii elimu zetu. Na hii inadhihirisha wazi kwamba wale ambao ni wasomi wanapinga uwezo wa Kristo. Kadiri unavyozidi kuwa msomi zaidi, kupata maarifa mengi ya kidunia, ndivyo imani yako inavyozidi kuwa ndogo. Ndio maana katika injili hii ya Marko sura ya 16, Yesu anamtokea Mariamu. Hakuweza kuwatokea wale makuhani, hakuweza kuwatokea wale ambao walikuwa ni Mafarisayo. Baadaye pia
hata hawa mitume walikuwa wamejifungia ndani, hakuweza kuwatokea. Baadaye anaenda kuwatokea wale ambao walikuwa wanaenda shambani, anawaambia warudi Yerusalemu, waache kwenda kwenye upotevu. Mwishoni anakuja kuwatokea hawa 11. Wakati huo Yuda alikuwa ameshajinyonga. Anawakemea kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki habari za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu katika nyakati hizi tunavyosadiki kwamba Kristo yu hai, manake yuko hai ndani mwetu, yuko hai ndani mwako, aweza ufanye mambo ambayo ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo unaweza kufikiri katika akili yako, kama vile walivyokuwa wamefanya kwa Petro na Yohane. Na baadaye pia tusiendelee kupinga uwepo wa Kristo anapofanya kazi katika nyakati hizi. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.